mambo yote yatokee katika ndani ya kinywa chako. Mwenyezi Mungu mjaze na Roho Mtakatifu ili tutakapokamilisha hii mkutano tutakuwa tumebarikiwa na neno lako. Bariki wazee, bariki wa mama, bariki vijana na pia watoto. Na baadaye tunasema ni asante kwa sababu umetubariki kutoka kwa mtumishi. Ni katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Karibu. Amen. Tunaenda kupata andiko kutoka kitabu cha Mwanzo. Mwanzo mlango ni wa 6. Genesis chapter 6. Mwanzo mlango wa 6. Mwanzo mlango wa 6. Tunaanzia haya la 9 na kuendelea. Taunet kurgenyi ko lo koitenyi ko sogol ako testai. Taunet kurgenyi ko lo koitenyi ko sogol ako testai. Taunet kurgenyi ko lo koitenyi ko sogol ako 13. Nitasoma kwa lugha ya Kalenjin ndio mpate nafasi ya kuelewa vizuri. Chu ko ortinwekab Noa. Ki chito nebo imanda Noa kigesunotke eng ibendanyi. Kibendoti Noa ak kamuktoindet. Ak kisich Noa werik 3, Sem, Am ak Jabet. Ak kikakong'emak ng'ony eng taitab kamuktoindet. Kikakonyi ng'ony koromnotet ak kiker kamuktoindet eng ng'ony okero kikong'emak. Amu king'em biik tugul ortinwekwak eng ng'ony. Kilenji kamuktoindet Noa, kakoit tainyu kakesunetab borwek tugul. Amu kanyi ng'ony koromnotet amu ichek eng notok anyun ang'eme ichek koboto ng'ony. Yochigei melit nebo ketitab taragonik ak ipchei korik chemengechen eng melit ak imale manget orit ak sang. Ak yai melit kouni, koindonyi ko kakwautik 300 chebo eut ak tebesindonyi ko kakwautik 50 chebo eut ak koindo nebo tononenyi ko kakwautik 30 chebo eut. Ak iyai ole bunu lapkeiyet eng melit ak iyai koek tonon kakwautiet agenge nebo eut. Ak inde kurgenyi tabandab melit ak ipcheune melit 3, nebo ng'ony, nebo kwen ak nebo barak. Tumesoma andiko kutoka kitabu cha Mwanzo mlango wa 6. Siku ya leo nataka tuongee vitu viwili ambao inaweza ikaokoa dunia ambayo imeharibika. Tuguk chemuchi kosor ingondet nekakobut. Wakati wa Nuhu ilifika wakati ambapo dunia ilikuwa imeharibika. Na ukisoma mwanzoni mwa hiyo fungu katika aya la 1, unasikia Mungu anaongea akiwa amehusunika. Kangalal Jehova ko kakoimang muguleldanyi. Hapo unapata Mungu akisema kwamba kama ningali jua singeumba binadamu. Lakini katika hiyo hali ya kuhusunika na kutatisika, mtu mmoja akapatikana ambaye jina lake imetajwa kama Nuhu. Nilikuwa najaribu kufuatilia historia ya huyu Nuhu na nikapata historia ya familia yake ambayo ni nzuri. Nuhu babu yake wa zamani ni mtu ambaye alikuwa anaitwa Enoko. Na huyo mtu ambaye ni Enoko ni mtu ambaye aliishi na akatembea na Mungu kwa muda wa miaka 360. Kibenda Enoko Jehova kenyisiek 360, Mungu akampeleka mbinguni. Mtoto wa Enoko ni Metusela. Na Metusela alipata nafasi ya kuishi miaka 969. Hadithi za Biblia inasema kwamba ni mtu ambaye aliishi miaka mingi na hakuna mtu ambaye amepitisha hiyo miaka ya Metusela. Metusela ni grandfather wa Noah ama Nuhu. So ukiona familia ya Nuhu unaona ya kwamba Nuhu alitoka katika jamii ambayo walikuwa na mtii Mungu. Kwa sababu great grandfather yake ndiye alienda mbinguni akiwa hai. Metusela akaishi miaka mingi kushinda kila binadamu katika miaka yake. So wakati Nuhu anapofika aliambiwa ya kwamba your great grandfather alienda mbinguni.
Na nataka niwaeleze siku ya leo kwamba unajua Nuhu alikutana na Metusela. Na Metusela alikutana na Noa. Unajua saa zingine tunasoma Biblia kana kwamba ni hadithi hapa ambayo ilitendeka bure. Ukisoma vizuri Metusela waliishi na Noa zaidi ya miaka 300. Almost 248 years wakiishi na Adamu zamani. Metusela aliishi na Adamu kwa muda wa miaka 248. Na vile vile huyu Metusela alipata nafasi ya kuishi na Nuhu ambaye alijenga safina. So wakati dunia ilipokuwa imeharibika, Mungu akamtafuta mtu. Na huyu mtu ambaye Mungu amemtafuta, tumeambiwa kwamba jina lake alikuwa anaitwa Nuhu na tumepewa njia za Nuhu. Nimeleta hili neno siku ya leo kwa sababu Yesu alisema wakati wa mwisho eng betusiek chebo let kale kowekse atebosiek cheuchu kimyeng betusiekab Noa. Kumaanisha wakati tunapoenda katika safari ya ulimwengu na safari ya maisha, inabidi tuitazame matokeo ambayo inatokea ili tujue pahali ambapo tumefika. Ndiposa nimesema kwamba kuna vitu viwili ambayo inaweza ikaokoa dunia. Jambo la kwanza ni mtu mwenye haki, jitabe manda. Kit nemuju ko saringonde ne kakongemak ko jito nebo imanda. Jito nebo imanda. Tukisoma pale ambapo tumesoma, nataka turejee pale ndio tufahamu vizuri. Aya la 9. Chu kortinwekab Noa, ki jito nebo imanda Noa, kigesunot ke ngibendanyi ak ibendoti ak kamuktoindet. Tumepewa mambo matatu katika maisha ya Nuhu. La kwanza alikuwa mtu mwenye haki. La pili alikuwa ni mtu mkamilifu. Na la tatu ni mtu ambaye alitembea na Mungu. Ukiona hizo mambo matatu, mtu mwenye haki, mtu mkamilifu na mtu mwenye alitembea na Mungu. Sasa wakati Mungu alipoona ulimwengu na akaona vile maisha ya binadamu ilikuwa imefika katika kuharibika kwa tabia yake, akatafuta mtu mwenye haki, mtu mkamilifu na mtu mwenye anatembea na Mungu. Na jambo la kushangaza ni hili kanisa. Ni mtu mmoja alipatikana. Wasomi wanasema kwamba population ama idadi ya watu katika nyakati ya Nuhu ni karibu ni idadi na sawa na siku hizi. Sasa hizi tuko na watu katika ulimwengu ambao ni almost 8 billion. Na wasomi wanasema kwamba wakati wa Nuhu watu walikuwa karibu 8 billion katika nyakati hizo. Na ni mtu mmoja tu ndiye alipatikana mwenye haki. Na jambo la kufurahisha ni hili, wakati Nuhu alipotembea na Mungu na akawa mkamilifu na akawa mtu ambaye alikuwa mtu wa haki, Mungu akamuita ajenge safina. So jambo la pili ambalo inaokoa dunia ni hili, ni kanisa. The church can save the world that is almost being destroyed. Kanisa ndio iko na uwezo wa kuliokoa ulimwengu. Na naamini mtakubaliana na mimi. Ukiona katika ulimwengu ambao tunaishi saa hizi, kama kanisa ingekuwa ndama mi kanisa etrane kutoune ngunde etrane. Amaji girgo kwengu ngine ko kwengu ndagi mait kanisa ndagi moisigu. Kotama magerge sobet. So not amune kam masiret kole kango kako ngamag ngundet agonere Jehova keleji Noa tech melit. Asige sari ngunde nebo inguni rane. Ke sari ngunde ni kimenye nguni age sari banda nebo inguni ko kine saru ko kanisa. Hakuna jambo lingine ambalo itaokoa maisha ya binadamu ambaye amepoteza njia ila kanisa. Ukiona saa hizi vile dunia inavyokuwa, utasame ulimwengu kuanzia nchi ya Marekani, nchi ya Europe na sehemu nyingi ulimwenguni. Bahali saa hizi hakuna kanisa, mambo ambayo inaendelea pale sio nzuri. Itabe ni ngondet inamgongete olin ba America, inye iwe Europe, inye iwe Africa ini tugul ni sungukan. Ko ulimago mi kaniset ko kagonam kobutyo teboshekab biik. Kagonam kobet tegisto eng ulimago mi kaniset. Mwae atindonik chebo inguni kole akot matindonik when you go to Europe ko ngatutik che kisirta eng Europe inguni ko ngatutik chebendi kiptuibot ak sirutik chetililen.
Ako ng'atutik choto ko ng'atutik che ng'eme chito. Ma ng'atutik che kochin chito kotokosop. Very good example ko chebo nguni. Che kokele kotungei werik eng werik, kotungei tibik eng tibik. In fact, ndakibendi oranato ikochini kityo dunia ni the next 100 years komakomi chi dunia. Kokabek biik tugul eng dunia. Na kila ambacho inasuia hili hizo isitokee ni kanisa. So tinye kimnotet kaniset koter yaitwogik eng emet. Tinye kimnotet kaniset koborchi biik ole bendi. Tinye kimnotet kaniset kokimit atebosiek chebo gaa. Tazama vile familia inavyokuwa saa hizi. Asikobit kosob gaa koyaga koba biik kanisa. Asikobit kosob gaa koyomi kaniset kokwet. Asikobit maendeleo ing emet koyomi kaniset. Kwabunu ainin wikini tenwek. Kokawe tenwek mara mbili these 2 weeks. Kwa wale ambao mko na hadithi ya tenwek, ni wakati wasungu walipoingia na wakaenda pale tenwek, pahali hospitali imejengwa. Ukiwa tenwek kuna ile mto ambaye inapita pale jini, na hapo ni baridi. Kaitit yoto nebo iman. Kokale kingeatita lagok ing yoto kobeku amu kibore koristo. Kotatun kole biik kyok kinuwa miyoi koronitoni amu ngeatita. Ingele biik kyok kosungwe ngobek lagok ing menjo sinye kuwa kaitoi ing makiyoni meeta menjo kaikai nabotireita ulo kidogo. Kaikai chun alang matakorom jo. Lakini nekamii olimbo Sakiret Place komoche kamea noto matakararan. So komabek ngeatita tarusie kobek. Kotatun kele menyoi koinonitoni makararan oinoni. Kokangoitu chumbek komakomoche biikab koronoto oinonoto. Kele okochi chumbek sikomechi chumbek koronoto akichek. Komakikochi chumbek anyun sururiet nekararan. Koit chito neng'om nengen Jehova nyikoker beek cherong'ugei chesururu chekonu sitimet. Kochob sitimet, kochob sipitali. Ngiwe tenwek nguni kou oimi Amerika. Ako emet nekimwee biik. Ole kisorune sobonwek raini. In fact juzi muliona ile CTC center hiyo kati ya thoracic center ambayo ilijengwa juzi. Hiyo ilijengwa ilikarimu 4 billion. Ilijengwa. Au kiteje sinye familia kenge ile kiteje biik chechang. Kiteje weritab Billy Graham. Ongeris Billy Graham amdoindet nekisungukani dunia ni kwamdo. Ko kiteje werinyi. Kuikakonor rabinik kot koit oin kole amache atech sipitali. Nyikotech sipitali noto. That is the power of the church. Ole mi kaniset komi sobon. Ole mi kaniset komi tuguk chemiachen. That is why ngot kemoche kesoru emoni, kobaibaitu kongele kimoche ketech kaniset eng Marabayu. Amu ngoetu nganasani konere taunini konogu. Oinin atkinye oin 90s ko kingimite Marabayu ko kitugosiek chochege. After 20 years orono taunit kakolany oinin kaisorwot kowendi. Oinin korekto kowendi orani. You give another 100 years. Ko taun yu ketonone yu. Kongot ko mami kaniset kwenetab nganaset. Angot ko mami kaniset kwenetab biik komasoptos bichoto. And I think we are proving it right. Ngeker nguni emotinwek chekimeto kanisa. Itoben emotinwek chekikilakta kanisa akeba. Kourotin kikoimenitu emotinwek choto. Noto amune kakimwochi Noah keleji tei melit. Jenga safina. Na wakati Nuhu alipojenga safina alipata nafasi ya kuokoa familia yake. Jambo la kushangaza ni hili. Huwa ninajiuliza, unajua wakati wa Nuhu alihubiri muda wa miaka 120. 120 years. Na hakuna mtu mwenye aliokoka. Ni mzuri tu mke wake, vijana wake 3 na wake wa vijana wake ndio waliokoka. Lakini biik chun tugul chun kapchebomuchi kinyemet mami chi nekisekot agenge. I think this is a gold wamdoi. Ndoi amdoi kenyisiek 50 amosikyi. Mewendi koreung ile uo kyo kiptengekyo matokasa chi eng emoni ne. Okasbochi ng'alekyuk. And by the way, ongen ole kinkwamdoi koteche melit osinye. Ilen kiamdoi buch. Mwae kipsomaninik kole melitab Noah ko the cost of that ama karama hiyo safina ilikuwa ni shilingi bilioni 2. 2 billion. Machepkondo kidogo ile 20. 2 billion.
2 billion ko rabinik chechang nemakimwoe. Kiakere barabaret na kikichop kong'ete totaliot kinye agoi Yabawase. It cost 2 billion ketech oranoto. Ako nito nikiteche ngorani. Even though this one ngomaite 2 billion, lakini it costed ama ilikarimu nu kujenga safina shilingi bilioni 2. It was very interesting amu kingo kakotech no melit ko kiyoche komut tiondo age tugul kwa melit orit. Kikimut ng'etunyik, belek, cheptirkichik, kiplegok. Kiatebe kole kiame ne tiong'ik choto for 1 year. Ako tinye kiam ne tiong'ik choto for the rest of 1 year. Oh, acha momong samakiat amu kimukobore beek eng oinet samakinik. Ingomaran ko kimukomei samakiat eng beek, ing'etu samakinik. In fact samakinik ndio walienjoy chakula. Ukere chakula binadamu jikaisha ko kiam samakinik yote tugul. Kulikuwa na chakula nyingi kwa samaki na wale wanyama ambao wanatembea. Lakini swali na wote kiame ne beliot for 1 year melit orit. Kiam ne for 1 year beliot. Anitu ka mangap ko temene ke baisiru grazing. Ndio kwa teta agenge for 1 year. Kwa ui, lakini nu aliwalisha wanyama for 1 year akiwa ndani ya safina. Kit ne saru ingonde nebo inguni. Ako ni kurset neo nikekure communities, kikure kanisa, kikure emet. Ko saru chito nebo imanda ako sar kaniset. Never undermine the power of the church. Tinye kimnotet kaniset, especially nguni. Emet nguni nekakonam korarach emet eng atebosiek chemakororonen. The whole institution nemuchi ko restoring the sanity of the society is the church. That is why kekurse inguni, ukase kekure sigik, kekure kaniset kele tau ng'ololchi bororiet ak emet. Ko chito nemuchi kowek ko chito netinye sirutik chetililen. Sirutik chu tililen. Nesome nekisome rani ko king'ololyo amut ak bichu kokimi tugul kibagenge. Ko yolechi kaniseng'wong kotinye Bible College kole tomo inoto kitaunoti. Alechi otau ochokyi. Amu kaniset nematinye doctrines chekororonen. Kaniset nematinye kanetisiet nekim komatonone kanisanoto. So that is why kemwochini ke raini kele tupeleke watoto Sunday school. Imu lagok koba Sunday school. Angot komi betut nenyolu kinet lakwet mising ko nguni kimu lakwet Sunday school. Ili mtoto afundishwe, ajue Biblia, ajue msimamo wa Biblia. Mi tuguk chikoak in the last 100 years. And now we are feeling the impact in our communities and in our institutions. Kito Charles Darwin ng'olyo nekikure evolution. Au kotou Charles Darwin ng'alechoto koin 1800. Kiwa Charles Darwin kosungukanat, uker oinosiek kolo, uker oinosiek. Akinye kosir report nenyi kole kimang'une chito kutiet. After 100 years kineti eng sukul. Makineti evolution eng sukul, anan tomo ker kisire kele evolution versus what? Evolution versus creation. Ako kitou chito tau. Ako kipkosungan oinet okerot kutik ko ingowekse kole kimang'une chito kutiet akoek moset akoek ne. And now kineti nguni eng sukulishek kyok. That is why kimi kasarta neyoche kinet sirutik chetililen every day. Kwa yakinet sirutik chu tililen, tukifundisha watoto vizuri, tuwafundishe maandiko, tuwafundishe Biblia, ndio society zitapata kuishi. Mi kiit nekim nguni nokere nekokoit nguno nebo lesbianism ak gayism. That thing is not good. It is not good. Ako yame kotonon kaniset akomwa kole kiit nekiyoni kwakere amutin another university in America nekikure in Asbury Theological College. Ko Asbury ko kitinye uhusiano ak in Kenya Highlands University. In fact, students chiki the best in Kenya Highlands ko kibendi Asbury. Yesterday komwochi kanisenyi kolechi kimoche oyan as a university osirtole you accept gayism and lesbianism. Komwa bichoto kole makiyoni. Kineti sirutik chetililen ak kineti kounoto. So kono kamache kibwatchi kerani kele tuguk chesaru emoni rani ko chito nebo imanda ak kaniset. Yo katonon kaniset ak kosub kaniset kanetisiosiekchik, then kimuchi kesop sobet nekararan, kimuchi kechopchigei weketab kei nebo Kristo ak betut newekse Jeiso konyor wegu kichobotin. Bwana asifiwe. Ongeza. Baba wetu Mungu naishi milele, tunakushukuru asubuhi ya leo. Asante kwa nafasi nzuri ambao Mungu umetupatia ili tuikariri neno lako. Baba, umetujulisha vitu viwili.
ya kwamba mtu mwenye haki ndiye ataokoa dunia, ya kwamba kanisa ndiye itaokoa dunia. Baba, tunakushukuru kwa sababu bado tuko na watu wenye haki, bado tuko na kanisa kati yetu, na tunajua kwamba Mungu, tutapata kuishi maisha ambayo inakufurahisha, tutapata kuishi maisha ambayo ni ya mafanikio, tutapata kuishi maisha ambayo ni ya baraka, sio sisi peke yetu, bali hata vizazi vinavyokuja. Tunakushukuru kwa ajili ya nchi yetu, nchi ambayo Mungu bado kanisa inasimama na sauti ya kanisa inasikika. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya viongozi ambao neno lako linaishi ndani yao. Tunajua kwamba Mungu utaneemesha nchi yetu, utaneemesha kanisa letu, na hata utaneemesha vijiji ambao tunatoka, ili Mungu wakati tunapoishi tuwe tayari kulaki Kristo wakati anaporudi. Utubariki na ututendee mema, kwa sababu tumeomba katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Asanteni, Mungu awabariki na awatendee mema.